done so much to me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Umetenda mengi kwangu, siwezi eleza yote. Hata kwa lugha 10,000 bado haitatosha. Na Yesu Kristo, tunaliinua jina lako na hata tunalihimidi kwa wema na hata kwa fadhili zako. Ni asante kwa asubuhi njema Bwana ambao umetupa. Bwana, kumekuwa na njia ya kushukuru Bwana wa majeshi, kuomba kwa ajili ya kanisa, nchi yetu, mfalme, na hata mafamilia zetu. Umetukumbuka kwa wema na hata fadhili zako. Wakati huu Bwana tunajiachilia mkononi mwako Bwana. Nena na kila mmoja wetu Bwana. Nena na hata na neno ambalo litakuwa likizungumzwa katika nyumba yako Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo. Tukimkabidhi mfalme wa mbinguni anayetuongoza katika kipindi hiki cha pili. Bwana, tunamweka mkononi mwako. Mpe kipawa Bwana na kibali, ili aweze Bwana kunena yaliyo uliyomweka ndani yake Bwana, na hata umtumie kama chombo. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Basi ni asubuhi njema. Bwana asifiwe. Nimeokoka. Bwana ni Mwokozi katika maisha yangu. Amenilinda na hata ameniweka hadi wakati huu. Kipindi kingine ambacho tunaweza kuanza, na ningependa tu tumkaribisha ndaye kuongoza kipindi hichi. Anapokuja tumpigie makofi. Thank you. Bwana anapomtumia na hata kumbariki. Sio ataongoza pamoja na nani. Karibu sana Mavisha, na Bwana wabariki mnapotuongoza. Thank you very much. Hallelujah. 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 Amaikoito. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana ni amosho. Ndio Bwana ni amosho. Nimeweza kusalimiwa. Bwana ni arokumio. Bwana asifiwe. Muriega. Habari zenu? Niliokoka. Kristo ni Bwana. Nikonokete Yesu ni mwathani. Amenilinda na ameniongoza. Ni amenyereire na kadogoria. Na ndimwendete muno na ninampenda sana. Ninyonete ali murata wa kwa sababu nimeona akiwa rafiki wa karibu, na ninyonete mawiko make, na nimeona matendo yake mengi ya kutura kwake, na ninahisi kudumu kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Naitwa Mama Vision. Nitako nina Vision. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ninonokenda nijedete Yesu. Amekuwa rafiki yangu wa karibu. Ndio murata wako hakuhe, ambaye hajaniacha nami nimehisi kudumu ndani yake, na nilijibika kutura ndani wake, na kuandamana pamoja naye, na kutuarana hamwe nake mpaka nikaulidi ufalme wa mbinguni. Nijadika ile kama kwa matu. Bwana wabariki, tukiendelea kubarikiwa pamoja. Kile mradi wetu kingine mbele kuradhimu hamwe. Bwana asifiwe. Bwana ni amosho. Kitaka tulisome neno. Kuna mambo inafanywa against your business. How do we respond to that? Ukiona shetani ananyemelea familia yako, how do you respond to that? Remember neno la Mungu, 2 Corinthians 10 verse 4. Tumeona ya kwamba vita ambavyo tunapigana na silaha ambazo tunatumia sio za mwili, ni za roho. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ni silaha za kiroho. Wakati tunaona kuna ugumu katika familia zetu, kuna ugumu katika hata kanisani, kuna ugumu katika kazi ambazo tunafanya, how do we respond to that? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tukiwa wa Kristo, response number 1 should be on our knees and in prayers and fasting.
Praise the name of the Lord. Na nimefurahia huo ushuhuda wa mama Wambui hapa. Na baba Wambui. Baba Wambui aliombea mke wake. Praise the name of the Lord. Naye Mungu akafanya. Letu aliaka ili roho. Wengine wangekuwa wamefika hotspot na wamefanya laini pale bila hata kugombea Mungu chochote. Mungu inauma sana, inauma ingia kwa gari biu hata bila maombi. Praise the name of the Lord. Kuna wakati hapa kanisani nimekumbuka jambo moja, mjue shetani ni mwovu na ni wa uongo. Wakati moja nikaitwa na familia fulani hapa kanisani. Mama bibi ya huyu ndugu alikuwa anaumwa na kisho. Na hicho kisho kiliuma sana. Sana. She was in a lot of pain. And she was rolling on the floor. Wakati nilienda kumchukua, hata hapo ananiita ati nimchukue ati tuombe. Nilikuwa ninaitwa nimchukue tuende hospitali. Unasikia Baba Brian? Nikaenda nikapata ile familia. Nikapata watu wa estate wametoka kwa hiyo plot wako nje. Na mama the lady was rolling on the ground akilia. Praise the name of the Lord. Na mimi pia nilikuwa mzee wa kanisa hapa. Nikapanic. Nikachukua gari milango haraka. Nikamwambia tumuigize tukimbie. Sikuomba. Mnanisikiza? Nikamuigiza sasa akiwa kwa gari wakiwa na bwana yake analia. Oh ngai wako. Oh Yesu anakutigera. Leo nenda kwa dada. Na mimi nakimbia na ndasha gari pia. Tunaenda hospitali. Kufika pale PGH kwa parking. Something told me in my spirit, wewe mtu wa Mungu haujaomba. Bwana asifiwe. Mara moja nikageuka kiti cha nyuma. Nikawekelea yule mama mkono. Nikasema katika jina la Yesu Kristo ninakemea mapepo ya ushungu in Jesus name. Wacha nikuambie, instantly yule mama akapona. Praise the name of the Lord. Alipona kabisa na akarudi nyumbani. Haya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo mengi ambayo yanatusumbua ni mapepo. Maana mapepo yuko kila mahali. Hata ingawa tuko na angels ambao wanatulinda, walio na nguvu sana. Praise the name of the Lord. But we need to exercise our faith. So huyu mtu Jehoshaphat alikuwa mfalme wa kipekee sana. Akasikia anainukiwa. Badala ya kuambia askari chukueni silaha tupigane, aliambia watu tuombe na tufunge. Praise the name of the Lord. Na walikuwa naomba wakifunga, neno likamjia mtumishi mmoja aliyekuwa anaitwa Jahaziel. Praise the name of the Lord. And he prophesied in their midst. Akamwambia mfalme Jehoshaphat, usiogope. Bwana asifiwe sana. Maana haustahili kupigana kwenye hizi vita. Hizi vita ni za Mungu na atakupatia ushindi. Siku ya kesho asubuhi ondoka uelekee. Bwana asifiwe sana. Uelekee vitani. Na walipofika pale hawakupigana. Hii vita ilikuwa ya ajabu sana. Jehoshaphat alitayarisha kwaya kama ile ilikuwa imevaa vizuri sana hapa. Wakaanza kumwabudu Mungu. Kumwabudu tu Mungu. Wakamwabudu. I'm looking at those words. Yale maneno ambayo yalikuwa wanakwaya wakimsifu Mungu. Walikuwa wanaimba verse 21 to 22 of 2 Chronicles chapter 20. Jehoshaphat appointed a choir to sing, praise the Lord, for his mercies endures forever. Musifuni Mungu, mshukuruni Mungu kwa sababu rehema zake ni za milele. Praise the name of the Lord. Reboro wale jina wako. Utia leo duke. Bwana asifiwe sana. Nalo neno la Mungu linasema, unajua walikuwa mataifa tatu
waliokuwa wameinukia wana Israeli. Wale waliitwa Moabi wakashikana na Waamoni, wakapigana na watu wa mlima Sia. Walipopigana wakaangamiza wale wa Mount Sia. Hawa wakaisha. Sasa wale waliobakia Waamoni na Wamoabi wakainukiana wenyewe, wakapigana, wakaangamizana, wakamalizika. Praise the name of the Lord. Hii vita Mungu alipatia Jehoshafati ushindi kupitia magoti. And he got the victory. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kupitia magoti, kama kuna vita ambazo umeinukiwa katika familia yako, utashinda kupitia magoti. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. No gomania giragia tu mahoya. Gomania thuide mahoya muno. Kwa jamaa kuhika athuide muno. Na ripota nilisema ukipanga kuomba na kufuka, anza kuombea ule wakati before, ili Mungu akuweke sawa sawa katika afya. Unaweza panga ukienda maombi tu namna hii, you discover that wewe ni mgonjwa. Praise the name of the Lord. Kwa sababu shetani anajua kupitia maombi ya kufunga ushindi unapatikana. Na hakuna jambo gumu kumshinda Yesu. Jambo la tatu nikielekea kumalizia, why we pray and fast is to overcome the evil spirit. Mapepo, kushinda mapepo, nguvu za kuzimu, gome, kushinda shetani na nguvu zake na maroho yake. Tukiomba na tukifunga tutashinda. Praise the name of the Lord. Katika kitabu cha Mathayo 17:20 mpaka 21, huyu ni Yesu ananenea mitume wake. Na what had happened? Wacha niwapatie background kidogo. Mzee mmoja akakimbia kwa Yesu, akapiga magoti mbele ya Yesu, akamwambia Yesu Kristo, nihurumie, kijana wangu, mtoto wangu anashikwa na mapepo. Anashikwa na mapepo na anaanguka kwenye moto na wakati mwingine kwenye maji. Nilipoenda kwa mitume wako, wakaombea huyu mtoto lakini hakupona. Praise the name of the Lord. Waliombea mtoto lakini hakupona. Sasa huyu akamlilia Yesu. Mitume walikuwa wamejazwa Roho, walikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, walikuwa na mamlaka, lakini wakakemea ile pepo iliyokuwa ndani ya yule mtoto, wakashindwa. Naye huyu mzee akajua kuna mwingine ako na nguvu kuliko mitume, akaenda kwa Yesu Kristo. Naye Yesu akawaambia akaenda alipoletwa. Yesu akakemea ile pepo ikaenda. Praise the name of the Lord. Sasa of course mitume waliangalia na wakaaibika sana. Waliomba wakashindwa kufukuza yule pepo. Sasa Yesu amekuja, amefukuza ile pepo, imeenda. Sasa wale mitume of course waliaibika sana na wakashindwa, what did we not do right? Kwa hiyo walipotoka pale wakaenda kando, walienda kwa Yesu kama wamenyemelea, wakamwambia Yesu, tuambie kwa nini tulifukuza yale mapepo yakakataa kuenda? Yesu akawaambia, if you have faith, ukiwa na imani as little as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. However, this kind does not come out except by prayer and fasting. Yesu akawaambia hawa mitume, ukiwa na imani kidogo, like the mustard seed, utaamuru mlima utoke hapa uende pale, ukiwa na imani. Hiyo ni jambo la kwanza. Na akawaambia hakuna jambo litakuwa gumu kwenu mkiwa na imani. Lakini akaendelea hapo chini akawaambia, lakini mapepo kama haya hawawezi kutoka
usipoomba na ufunge. Kumaanisha fasting has its cardinal role when you are driving out evil spirits. Praise the name of the Lord. Na ndiposa kuna watu wengi hata makanisani wanakaa wanasumbuliwa na mapepo. Mtu akifika kanisani, hata mtu anaweza badilika mwili, uone ameanza kukonda, kusumbuliwa na mapepo. Au akiingia kwa kitanda tu usiku amejifunika, mapepo inamwanza. Ndoto ndizo hizi. Anafukuzwa na buibui, anafukuzwa na nyoka. Mpaka asubuhi amekuwa amepigana na manyoka mpaka asubuhi. Usiku wote. Na anasikia ako powerless. Hajui atafanya nini. Mapepo. Praise the name of the Lord. Hata magonjwa mengine ni mapepo. Sio kitu kingine. Sasa angalia yule mama. Yule alikuwa ana roll kwa ground na tukaomba. And we were able to silence those demons. Na akapokea uponyaji mara moja. Kumaanisha mapepo mengine ni mapepo. Praise the name of the Lord. And we will not be able to drive them out unless we pray and fast. Bwana asifiwe sana. And you should be able to discern haya mapepo. Hata katika familia, discern them. Bwana asifiwe sana. Hata mkikaa nyumbani na bibi na bwana, mnaona most of the time ni wakati mnakosana. Mnaweza kuhesabu wakati yule mko sawa mnaongea. Most of the time hamuongei. Mnaongea kidogo mnakosana. Ndugu yetu Baba Kristo. Mnaongea kidogo mnakosana. Unaona afadhali ni nyamaza. Sasa hiyo ni pepo. Lazima udiscern the spirit of the enemy working against you na upigane naye. Praise the name of the Lord and you will overcome. And sometimes it calls for fasting. The first line of defense is fasting. Praise the name of the Lord. The second line of defense is fasting. And the third line of defense is fasting. And you win the battle. Praise the name of the Lord. Inamaanisha ukifuga mara moja, umefuga siku moja, haifanyiki, fuga siku mbili. Fuga siku tatu. Praise the name of the Lord. Fuga siku hata 21. Na utatoboa, utashinda. Praise the name of the Lord. Refuse to live a life of defeat. Refuse to live a life of frustration, because it is possible to pray and fast and with the power of God to reign in your life, to reign in your family, to reign in your job. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Nimekutana na watu wamekimbizwa sana wakati mwingine kazini. Amesukumwa kazini sana kwa kona. Na ananiambia mimi nimefukuzwa kazini sana. Nimesukumwa. Na anasema ninaomba na ninafunga nisaidie, na mwambie sawa tutaomba. Tutakusaidia kuomba na kufunga. Na unaona huyu mtu badala ya kufukuzwa kazini unaona anapata promotion kwa sababu ilikuwa pepo na imeshindwa. Praise the name of the Lord. So nothing is impossible. Nina bao na mwadhani. Praise the name of the Lord. And that is why we should develop a habit of praying and fasting all the time. Because God will do it. Bwana asifiwe sana. Kama mimi hakuna jambo naonanga Mungu kwa sababu ninajua niko na Mungu. Bwana asifiwe sana. Saa ingine unaweza uletewa ujumbe wa kukudiscourage, lakini wewe tafuta Mungu utashinda. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Ni wangapi wameambiwa sijui hautafaulu hapa, sijui kutaenda namna gani. Ukiomba na ufunge, Mungu anakupatia ushindi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa hata hii nchi ya Kenya, kiongozi yule ataongoza hii Kenya, akiwa ni mtu anaomba na anatafuta Mungu na anafunga na ashikiliwe vizuri, huyo ndiye ataongoza. Praise the name of the Lord. The multitude does not matter. Mpande wa Mungu ndio, that is what matters. Bwana asifiwe sana. Our God is so faithful. And we can be able to live victorious lives of victory in our families, in our places of work, wherever we are, kupitia kuomba na kufunga. Bwana asifiwe sana. Lakini unajua kuna ugumu pale. Shetani anafuga sana tusiombe na tusifunge. Hata tunasema wakati mwingine tutaomba siku tatu.
Wengine akianza asubuhi saa 7 ameitishia ile gari kubwa, anasema nasikia nitakufa, anakula. Sasa ameshindwa na hiyo mambo. Praise the name of the Lord. Lazima ung'ang'ane kabisa mpaka utoboe. Unajua kuna watu wanafanya confessions zingine. Hata mimi siwezi omba na kufunga. Nikijaribu ninatetemeka mpaka miguu mpaka wapi. There are many forms of fasting and you can start gradually. You can miss a meal. Praise the name of the Lord. And you can also say that, kama Daniel, he was not eating choice food in Daniel chapter 9, and also he was not taking wine. Unaweza sema ile kaugali ninapenda sitakula. Nitakaa na cabbages kila siku. Nienda siku 7. It is still fasting. Praise the name of the Lord. And you are dedicating and you are saying, God, nisaidie. Unaweza anza polepole ukiendelea. Lakini kama you cannot fast at all, there is a problem. Na tunastahili kuomba Mungu akusaidie. Bwana asifiwe sana. Ili tuweze kuomba na tunafunga. Tusiruhusu mapepo yakawale katika familia zetu. Unajua, nilipeana mfano wakati mwingine. Kuna nyumba kule Risafu huko mistuni. Kwa nyumba hivi unaona panya ni wengi. Small rats. Ukikaa pale, ukikunywa chai panya anakimbia hivi. Ukifanya hii panya mwingine anapita hivi. Panya wawili wanakimbizana. Sasa kuna watu wameachilia maisha yao shetani atawale namna hiyo. Kama tupanya, tunapita hivi, anapita hivi. And you are helpless. Na unajua hutu tupanya wakati mwingine ukilala tunakula miguu. Praise the name of the Lord. Utapata huku chini tumekula. Kwa hivyo tukemee shetani. Tuishi maisha ya ushindi, kuomba na kufunga tutaweza. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Maisha yetu ya kiroho ikifunguliwa, macho yetu ya kiroho, utazama kwako nyumbani vile kunakaa, ufunguliwe na Mungu uweze kuona. Unaweza ona tu shetani twiki namna hiyo kama zile tupanya. Lakini tunashindwa na maombi na kufunga. Praise the name of the Lord. Nothing is impossible when we pray and fast. Hallelujah. Kama wale hawalali ni madoto. Wewe kuja tuombe kama uko namna hiyo. Wengine wanasukumwa na shetani mpaka anakaa silimu. Amekoda kabisa. Sio ati anaomba, ni mayawe usukuliwa. Sio ati anaomba na haombi. Yeye ni story tu. Ushindi wetu, first line of defense, prayers and fasting. Second line of defense, prayers and fasting. Third line of defense, prayers and fasting. And you make it. Praise the name of the Lord. Na hutaweza aka katika familia. Why should you all you? You will overcome everything. Praise the name of the Lord. Ati sijui mtoto wako, sijui ananisumbua, sijui hata alinitukana. Sasa unasumbuliwa na nini? Omba, funga. Praise the name of the Lord. Na atakuja hapa katika hii nyumba ya Bwana atasema, I surrender to you, Lord. It is possible. Praise the name of the Lord. In times of so we can be able, we pray and fast to overcome the evil spirit. The last one, we pray and fast in seeking God's guidance. Acts chapter 13 verse 2, the word of God says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So when you pray and fast, God can guide us on what to do next through the Holy Spirit. Kuna watu wengine wanafikiria mambo nitaanza hii biashara, hawaombi. Wewe amaanza tu. Hakuna maombi. You have not involved God in any way. Praise the name of the Lord. God will give us guidance. God will give you guidance. Even in decisions that you are making in your home. Seek God and He will guide you.
kwa sababu ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Whatever decision, you can see now, the apostles, they were fasting, and the Holy Spirit said to them, separate for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. It was very clear instruction that Barnabas and Saul had been called by God, and they were to be separated to do the work of God. Nehemiah chapter 1 verse 4, Nehemiah fasted before embarking on the building project. Kabla ya kujenga zile kuta za Yerusalemu, Nehemiah alifanya nini? Aliomba, alifunga. Naye Mungu akampatia mwongozo mzuri, hata vile atapata bao, hata vile atasaidiwa na mfalme, na vile atafanya ile kazi. Mungu akamsaidia, maana alimuomba, Mungu akampatia mwongozo. Danieli 9 mstari wa 21 na 22, Daniel pia alifunga ili Mungu ampatie mwongozo, naye Mungu akampatia majibu na akamwelezea yale yatakayotokea kwa Wanaisraeli siku zijazo. Alipewa ufunuo hata wa kanisa ya siku ya leo. Daniel akimtafuta Mungu zile siku 24, na aliomba akizuia na mfalme wa Parusi, lakini on the 21st day Michael akasaidia Gabriel akaweza kumfikia. Kumaanisha hata wakati mwingine unaweza kuomba maombi izuiliwe na wafalme wa anga. Praise the name of the Lord. Lakini ukiendelea ukizama zaidi, unaona hali kule kuzuiliwa katika anga kunafunguliwa na Mungu anatuma usaidizi na anajibu maombi yako. The last one, sorry, there is a fifth one. Fasting is a way of worship. Is a way of worship. In Acts, Luke 2:37, the word of God is talking about this woman that was called Anna. And this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. Huyu mwanamke aliolewa, na baada ya miaka 7 mume wake akakufa. Na inaonekana ya kwamba if the husband died at the age of 7, she was still a young lady. Lakini akasema sitaolewa sana, sitaolewa tena. Akasema nitamtumikia Mungu katika hali ya kumwabudu na katika hali ya kufunga. Na akakaa kwenye hekalu akifunga, na mpaka akazeeka, akafikisha miaka 84 akiwa hekaluni, akiomba, akifunga, akigoja kuzaliwa kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. So we can also pray and fast as a way of worshiping God. Unafunga, unasema mimi nimefunga, nimwambie Mungu asante, nimuinue Mungu. Hata mkitendewa mema wangali, ukimaliza harusi yako, ni vyema tu hata kuteka siku moja mkiwa na Bwana. Mwasema Mungu tunafunga siku ya leo, tukwambie asante, alafu mnamtolea dhabihu. It is good. Praise the name of the Lord. It's a way of worshiping the Lord, and you start well wakesha. Hata wewe ukiolewa, ukimaliza harusi, tafuta siku, funga ya kusikwambia Mungu, ninakuabudu, ninakuheshimu kama Mungu, umenitendea, nipe mwanzo mema, niendelee vizuri. Praise the name of the Lord. It is a way of worshiping God. Simameni na kwa miguu yenu. Neno lako linabadilisha hali ya maisha. Neno lako linainua. Neno lako ni kama upanga ambao umetiwa makali pande zote mbili, na linakata na pande zote mbili. Umetengenea hali ya kuomba na kuabudu na kufunga. Katika maisha yetu tusaidie Roho Mtakatifu, maana tumeona kuna faida nyingi tukiomba na tukifunga, ili tuweze kushikana na wewe, ili tuweze kuishi maisha ya ushindi. Umetuamuru kama Wakristo wakati mwingine kuchukua nafasi na kufunga. Saidia kina mama walio hapa hali ya kufunga, saidia wazee kufunga, saidia vijana wetu kufunga Jehova, ili nguvu zako ziweze kudhihirika katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo.
Asante Roho Mtakatifu, umetunenea kupitia kufunga. Tunaweza kukuabudu Jehova. Kupitia kufunga tunashinda mapepo na nguvu zote za kuzimu. Kufikia kufunga, tunapokubana na vita unatupatia ushindi Jehova. Kupitia kufunga unaweza kusamehe na kusamehe dhambi zetu na kubadilisha maisha yetu vile tunashikamana na wewe. Asante Mungu wetu, umetunenea. Twakushukuru Jehova. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu utatusaidia na utatuwezesha kuishi maisha ya kufunga. Maana ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Amen. Kama uko hapo na uko na hitaji, unaweza kuinua mkono wako tuombe na wewe. If you are there, you have a need, I can pray with you wherever you are in Jesus name. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa sababu ya wapendwa ambao wameinua mikono yao juu. Wameinua hiyo mikono ili uweze kuwaona Mungu. Ninawainua kila mmoja wao. Unawajua vyema. Unajua shida zao, unajua matatizo yao Jehova. Naomba katika jina la Yesu Kristo, wewe Mungu ambao mkono wako uko na nguvu, unyoshe ule mkono, uguze huyo dada, uguze huyu ndugu katika jina la Yesu Kristo. Aliye mgonjwa na muombea uponyaji. By your strength I declare their healing now in the name of Jesus. Unajua shida ambazo wako nazo, matatizo ya maisha yao. Uwaguse Jehova kwa mkono wako. Mkono unaoweza, mkono unaobadilisha hali ya maisha. Waguse Jehova katika jina la Yesu. Ni asante kwa sababu umewatendea. Kuna Mungu aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo ndipo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Bwana Yesu awabariki sana. Jehovah, for he has done so very much for me. Nikupe